Sikiliza. Naomba hela matumizi. Sasa heshima gani ukishana nguo kama hivi? Heshima gani? Kitu gani unawezaje kuondoka bila kuacha hela matumizi? Shika hela hii. Faki. Shilingi 1000 inatosha nini? Sasa nimekununulia mchele ndani. Nimekununulia unga. Unataka hela gani nyingine? Sikiliza. Acha pesa kama unavyoachaga. Hii shilingi 1000 mimi kwangu hainitoshi. Haina kutosha kwa nini? Haina kunitosha mimi tutapike na matumizi yangu mengine. Inanitoshaje? Haina, mimi sikuongeza hela nyingine. Naomba hela. Sikuongeza hela nyingine. Naomba hela. Mjomba. Nipo mjini tayari mjomba, nishaingia mjini. Leo hii ndio nimeingia mjini sasa hivi tayari. Mjomba mimi nachelewa tena. Nimeshakwambia nakwenda Tanga kwenda kuchukua mke. Na nimerudi na mke wangu tayari. Na mrudi na katoto kazuri. Bado kabichi kabisa yani. Mjomba wanawake mjini kweli wako wengi sawa, lakini mjomba nilikwambia mimi sitooa mjini kabisa. Kwa sababu mimi nimeenda kwa Tanga kwa sababu gani? Nikigombana na mke wangu tukasuluhishwa nyumbani. Oh shit. Mjomba acha, mtoto yuko vizuri, Ndio naanza mimi hapo kuweka chaki ubaoni, yani naanza mimi mwenyewe kuweka chaki ubaoni yani. Yaani mtoto naanza mimi hapa yani. Sasa mjomba, samani, ombi langu ni kwamba nilikuwa sitaki niende naye nyumbani kwangu. Nataka niende hapo nyumbani kwako, nikene kama siku 2 alafu ndio tuende nyumbani kwetu sisi. Nyinyi joeni bwana. Mimi nataka nisafiri joeni kama mnakuja nyinyi joeni. Na wasubiri hapa. Kena kwanza ongea naye hata. Halo mjomba. Shikamoo. Tanga wajambo. Ndio ndo nakuja na mume wangu hapo. Aya, asante. Mjomba umemsikia? Mtoto ana nidhamu. Mtoto ana heshima mbichi kabisa. Mjomba. Haya. Na wageni wako ndo hao wanakuja. Hii shilingi 1000 inatosha nini? Kumbe mangu mjini ni kuzuri kuliko Tanga. Na hapa ni Manzese, hapa Manzese kuna sehemu ndio Tandale ndo hapa. Sijakupeka Kariakoo. Utashangaa kwenye mke wangu tukienda Kariakoo. Kwa maana hata chai wala soda hawawezi kunywa. Hiyo inatosha mke wangu. Hivi Faki mbona una matatizo lakini? Nakuuliza wewe. Haya niambie. Unaongeza bei gani hapa? Basi acha kelele mke wangu, wageni wanakuja hao. Tukute tunagombana. Umeataka. Shangazi unaniita? Ndio maana nimekuita. Mke wangu nakuja, umesikia? Huyu mjomba wangu bwana, umesikia? Mheshimu sana. Nipo na mlinda mjomba. Shangazi bwana, wewe nawe.
Mimi ndio sasa kwanza kuja na mke wangu unaniita nini jamani hata mkana na nini mke wangu hapa. Hivyo tetesi unajielewa wewe? Wewe unajitambua kabisa, una akili zako timamu kabisa zimekukaa. Sikiliza tetesi. Hiyo tabia yako uloifanya kumtolea kile kikaragosi chako kijijini ukakileta mjini, sijapenda. Shangazi mimi si nimeoa, mimi bado kijana si nimeoa. Na hii mimba yako niipeleke wapi? Ni tatizo. Wewe nimekwambia swala la shangazi, nikiwa mimi na wewe kuitwa shangazi sitaki. Si unanielewa nikiwa na mjomba wako niite shangazi, lakini nikiwa hivi wawili sitaki swala la kuitwa shangazi. Shangazi nikwambia mpe mjomba mimba hiyo. Halihusiani. Sawa, nishampa mjomba, lakini mimba ni ya kwako. Sasa basi, yote 9. Hili usiku leo unahitaji kuwa. Sawa. Wewe unajua mimi na mke mpya leo mtoka yake mke mpya tutafanya vipi lakini wewe utajua jinsi gani ya kuaga na mimi nitajua jinsi gani ya kuaga. Lakini usiku leo unahitaji kuwa na wewe. Nimekumisi. Sasa mjomba, kule Tanga mtu wa nani? Ni mtoto wa Ramadhani. Ramadhani Sasa msikie sasa. Anapopita mjomba wangu na mimi napita huko. Sawa? Unasikia? Sasa basi leo usiku utapenda chooni. Nataka wache mlango wazi. Kicha mlango wazi mimi naingia. Sawa? Upa nini mjomba? Sisi mimi ndo wa mjini bwana hapo najali nini? Unachokuopa vitu gani? Naogopa mume wangu. Hajui. Hajui nimekwambia. Fanya hivyo. Basi sawa, nitajaribu. tutunge baadaye. Haina shida. Ila nikukae kichwani. Sawa. Jomba. Naona kuna mkoa wako hapa kidogo. Nilikuwa na msiri bwana, unajua mjini hapa kuna wanaume penda. Wasio kampa mimba kwa kuta kibungo hapa. Kweli mjomba umezungumza kitu cha maana sana. Sikiliza nikwambie mke wangu. Huyu mjomba wangu mimi namheshimu sana. Na wewe unatakiwa umheshimu kweli kweli. Anachokiongea utakuwa msikilize, umesikia? Na hiyo kila atakachokiongea mjomba wako hata kikiwa kibaya basi yeye amsikilize. Shangazi ushaanza naye tena. Basi wanangu lazima nisikilize. Naijua hiyo. Bwana mke wangu, mimi naenda Vingunguti. Leo wajomba zetu atakuachinjia kuku wala bata. Naenda Vingunguti chukua mbuzi tuachinjie mbuzi. Sawa? Sawa mwanangu, nimekuelewa. Pia ukikosa Vingunguti, nenda Gongo la Mboto sehemu moja inaitwa Ukonga. Nenda kachukue. Ukipata mbuzi wa kike, uniambie. Na ukipata wa kiume pia, uniambie. Usisahau hilo. Ila usinifanyie surprise. Unajua ninavyokupenda mke wangu. Unaporudi naomba unipigie simu. Haya poa, bye. Haya. Wewe uko ndani? Mami, sina kusindikiza kwa macho. Na light ningekuwa sijavaa hii kanga. Nimevaa kijora. Ningekusindikiza mpaka barabarani hadi unapanda basi. Wivu jamani, si changu. Halo. Bye. Nilikuwa nasikia wanaume mjini wako vizuri, ila kwako ni enjoy. Hata mimi mke wangu kwambia kitu kimoja. Yaani nimeamua kwenda kuwa nyumbani Tanga kwa sababu gani? Nyie watoto Tanga mazile nakshi fulani zile. Darasa fulani zitofauti na kwa mjini. Kweli
Nikwambie tu kweli, hata mimi mwenyewe nimeenjoy sana mke wangu. Sawa, asante. Okay. Umeenjoy naye pia au sio unakejeli? Nimeenjoy. Nani? Tetesi. Nakuomba mara moja nje. Shangazi? Ndio mimi. Nakuja. Yaani naomba uwahi. Nakuja sasa hivi nakuja. Kiwangu. Shangazi nitasikia kitu gani? Je, niende kumsikiliza, umesikia? Wewe nenda ukamsikilize hata usijali. Mimi najiandaa hapa naenda kuoga. Okay, na shida yangu. Nenda kaoge. Maana shughuli ya leo sio poa. Shangazi uko unasemaje? Tena ukome. Tetesi, sipendi uniite mimi shangazi. Kama unashindwa kuniita jina langu, niite hata mpenzi. Sikiliza. Sihitaji maneno mengi. Ninakuhitaji usiku leo. Naima, mjomba ametoka ndani sasa hivi, anatoka naenda ametibulika. Na mimi unajua kabisa niko na mke wangu mpya yule pale, nimetoka naye mkoani nimetibulika naye vizuri. Leo unahitaji kivipi? Yule ana nafasi yake na wewe huyo mke wako naye pia ana nafasi yake. Alafu wewe na mimi tuna nafasi yetu. Kwa hiyo ninakuhitaji muda huu niwe na wewe. Ninahitaji mtoto wangu asikilize joto lako. Si unanielewa? Ninakuhitaji kimapenzi. Ninakuhitaji. Tetesi, nakuhitaji. Sio vizuri lakini jamani. Vipi sasa? Unajua mwanamke mke wangu ni mpya. Sasa ameenda kuoga, sasa nifienda kumpaka mpani na kuaje nafinga. Ngoja mimi nje chooni kampe kampani basi. Haina shida, mimi hata ukienda useme usiku kalale huko kwa chooni si wapi, na mimi moyo wangu burudani. Yaani hapo kidogo nimefurahi. Si unanielewa? Lakini tabia tuiache, tabia tuiache. Unawezaje kuacha? Yaani mimi mwanzo nisikufiche. Nikiwa nawe nasikia furaha, nasikia faraja, lakini kwa na mume wangu wala si enjoy. Basi sikia nikwambie, hiyo mimba kama kawaida mpe mjomba usio kanitaja. Imeisha. Haya, msalimie bebi wako. Wewe Fakir. Sikuna mtu hapo. Kuja umenibana kipengele. Asa kanga uioni kama wewe unataka kukakojoe naye? Ila njoo kojoe huku bwana. Simona sasa ushamaliza ndo. Kwanza ndugu yangu una siri? Mimi siri nayo. Una moyo? Moyo na moyo si hapa. Sasa basi, mimi pale nataka niguse. Wewe si mko yako. Sasa cha ajabu kitu gani? Afu wewe si una mke pale. Siri nayo. Lakini kwanza yule ni mke wako, mke wa mjomba wa mpwako. Alafu pale wewe mwenyewe una mke na mke wako mwenyewe pia ana mimba. Sasa akija kusikia kama wewe hapa unatembea naye kila inakuwaje?
Mimi nataka geto. Geto? Mbona gelawama ndugu? Haya, nimekugea geto. Imekuja imegundulika. Sasa inaonekana geto wangu mimi ndio inaleta uchafu. Nakupa hela. Nakupa hela. Kwenye mambo ya hela ndugu yangu hayo. Tumeenda sawa. Poa. Blaza, yani mguu unaona nilikuwa nakuja kwako. Lakini blaza, unajua blaza umeoa. Hapo je kwa kwako akujalikana. Nimesikia blaza umeoa mtoto wa kitanga, mtoto shep, mtoto mbichi, sio saa 7 hawezi kuweza. Yaani wewe zako wataka, lakini unataka kijana tu. Ni kweli mwanangu. Wanawake mjini wako wengi sana, tena wengi sana, lakini mimi nimeamua niache na wanawake wa mjini kidogo, nikaoe ni wanawake wa nyumbani, mwanamke wa nyumbani. Kwa hiyo nikigombana mke wangu tenda wapi? Nyumbani. Ndio blaza. Wanawake wa mjini siku hizi wana kasoro. Na ndio maana kuna watu wanaishi na wanaume wajaolewa, lakini blaza umefanya maamuzi yaliokuwa sahihi sana blaza wewe. Nashukuru sana, lakini ndugu yangu, wahusu wenye rafiki yangu muda mrefu sana, tena sana. Kuna kitu kinanitatiza kwenye moyo wangu. Hichi kitu nimwambie nani antunzie siri ndugu yangu. Ndugu yangu, mimi nataka nikwambie wewe. Naomba unakifua kwanza. Blaza, mimi siwezi kukubali blaza nikutie wewe aibu. Akia Mungu, wewe niambie. Naomba unitunzie siri. Usimwambie mtu aina yote. Tunamjia shangazi yangu. Yule shina kumjia mimi. Yule shina mjomba wangu yule. Yule shangazi yangu bwana ana mimba. Lakini ile mimba ni ya kwangu mimi, sio ya mjomba. Anyway, acha. Na mimba yake ina vituko kweli kweli. Yaani alafu na mimi na mke wangu tumefikia pale kwa mjomba. Sasa najiuliza itakuwaje yatima yake ndugu yangu. Naomba utunzie siri. Naomba utunzie siri rafiki yangu. Usimwambie mtu yote. Siku nyingine tukikutana tutaongea zaidi. Tufunge zipo wanaume. Tufunge zipo. Haya mume wangu. Huyo mbuzi unaenda kumchukua Vingunguti yuko wapi? Yaani mke wangu majengo yatokea sijaamini. Nafika pale kwenye mnada wa mbuzi Vingunguti. Na nisache mfukoni, aleti sioni. Wewe tena. Umeona eh? Na ndio maana nimekwambia niachie hela mimi ya kutosha. Je, ungeniachia mimi hela ya kutosha hapa? Ningefanya maarifa hapa nyumbani. Hajaribika kitu. Ndani na akiba. Nitaenda kununua fungu la samaki. Tutarumagia wote kwa pamoja. Yaani iko mke wangu Ninachokupenda. Ndio maana mkiambiwa mwache hela za kutosha majumbani mwenu, mnaacha kwa sababu sisi wanawake tunakuwa na viji akiba vyetu. Unapokosa wewe, mimi nakusaidia. Si unaelewa? Sasa nataka nikaonane na rafiki yangu yule. Nibadilishe nguo nikaonane naye. Wewe tena. Utulii nyumbani kwako. Wivu tu. Wewe, upende huko. Uko unapoenda huko, naomba wahi kurudi. Naenda kuchukua samaki pale. Nikija na songo gari chapu kwa haraka kwenye gesi. Naangusha dongo. Yaani mke wangu na mawengu haya. Na mimi nilimisi dongo. Dakika kadhaa tu. Lete masiala. Chelewa huko asiyekuepo na lake halipo. Mimi nilikiangusha hapo tunakula. Ndugu watu.
safi. Tangu jana. Jana. Safi bwana. Sasa ndugu yangu sikiliza, mimi hujafuata geto. Geto si mambo ya hela. Sijali hela ipo. Hela hii hapa hii. Unaona hela? Hela hii hapa hii. Lete hela mimi katengeneza mazingira vizuri. Mpaka vije mtu kupe hela. Weka kuna nani geto la kwangu mingi mpaka unapomleta mtoto. Shida hela tu. Shika hii hapa. Poa. Sasa ndo masaa mawili na kugea. Mimi na kufuata mtoto. Poa. Poa. Mpaka nimekauka. Hivyo hivyo. Na vitu vyao vitamu hapa. Mume wangu samaki wako Mama Saida anajua kwa ganga vizuri hatari. Umeona? Na ndio maana uniachi. Sasa mjomba. Mjomba. Leo nataka kutembeza mkuu wangu. Tangu afike hapa hajawahi hata kutembea. Kwa hiyo nimechukua jukumu la kumtembeza mkuu wangu. Ni wajomba wachache wanaofanya masuala kama hayo mjomba wangu. Yaani mjomba leo anaenda kutembeza. Sawa, nitashukuru. Yaani mume wangu utakuwa umefanya jambo la maana sana. Kwa sababu toka aje hajawahi kuzurura mji. Umpeleke pale Manzese darajani. Ukitoka hapo umpeleke pale Ubungo darajani pale. Kidogo aoneone mazingira pale. Huyu mtapeleka paka TikTok bar kwa sababu TikTok bar. TikTok bar? Na imani hiyo. Hakuna kumpeleka TikTok bar pale sababu kuna wahuni. Tena wengi mtakuja kuibiwa. Mpeleke Manzese darajani na pale Ubungo. Sawa. Kwa hiyo mjomba, tukishamaliza kula hapa ndo unaenda kumtembeza. Mama yoma. Mama tunakuja leo. Lazima mnawe. Huyu mwenyeji. Lazima wageni wewe. Huyu mwenyeji. Wewe mwenyeji. Yaani kwa fulani na Mungu anishike mjomba sawa anaishi huyu. Haya naisha baby. Ila mmejua kukomba hapo. Nimejua hiyo kwa kweli. Kwa kweli nimekomba. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunashukuru Mungu. Jamani. Leo mkao kutenda kuendelea kuwajiendea mjomba muendelea kutembea. Tutakutakia safari njema na mjomba. Tunatakia safari matembezi mema jamani. Sawa kwa hili. Niongee nini? Yaani mimi ninachotaka wewe. Wewe kurudi tu hapo. Usijali kwa hilo tu. Sasa mpenzi. Yaani nimejisikia raha. Yaani mpaka nahisi kiumbe changu hicho kwa tumboni kimecheza ni kwa hasira. Hayo ndo maneno. Maneno kama hayo ndo kuongea na mimi unaita mpenzi, baby, honey. Siku moja si haba. Kwa hiyo sasa leo mpenzi, sihitaji kwenda kichochoroni wala chumbani kwangu. Nahitaji kwenda bafuni. Sio unanielewa? Yaani hii mimba ilipatikana chooni. Na kama ilipatikana chooni mama wangu leo naona kafurahi. Anaburudika mtumboni anapocheza mpaka namsikia. Tetesi. Naomba tuende ulani.
Unaelewa? Na hivi ninakwambia, naenda kuchukua nguo ya chooni, nifuate mafumu. Umeelewana tetesi? Poa. Nakuja basi. Mme wangu nakusikia. Fungua mlango wangu aje medibana bana. Mme wangu, majuku madogo ungeenda kuchukua tena mengine alafu uje nayo. Haya basi. Haya mme wangu usichelewe. Unakula vipi? Kama kawaida? Kama kawaida. Afadhali nikukukuta bwana. Bwana nimekuja unazime nguo tena. Kwa unataka tena? Unajua nikitoka blibli kwa shemeji yako anashtukia. Mimi nakupa nguo. Ila shida ni moja. Wewe ukichukua nguo ufui. Yaani unazirudisha hivyo hivyo, alafu kwa ukijua hizo ngoje ni za blaza, sio za kwangu. Blaza akija anambia nguo zangu umevaa. Mbona mimi naomba sijavaa nguo na mnuka ujue. Unataka nguo na nini? Nguo na viatu.
Umebadilika sana mjomba. Usiite mjomba sehemu kama hizi, niite Faki. Sawa, mbona umebadilika sana Faki? Nilipitia kwa rafiki yangu pale kaniuzia nguo hizo ndo nimekuja hapa. Twende. Sawa. Siku zile nilipopanga ache mlango chooni ikashindikana. Kwa hiyo nimeamua kwenda kwenye geto la rafiki yangu tufanye yetu. Wewe umesema kula nyumbani unaenda kunitembeza? Unakuja hapa tuyamalize. Mimi siwezi kuingia ndani, kwanza nipo kwenye siku zangu za hatari. Pili nitakubebea mimba. Ndio vizuri na bebea mimba mimi nampa mjomba wangu. Utailea vizuri tu. Unawasiliana na mimi? Basi fanya haraka. Sawa, ngoja nikachukue funguo. Wewe tu. Mbona umesimama hapa mlangoni kwangu? Unaingia au unatoka? Nataka niingie. Unataka uingie huko? Una hata aibu yani. Unataka kuingia huko. Alokuleta hajakwambia kama ameoa? Una aibu wewe dada eh? Unavamia tu anaomeza watu, si ndio eh? Ujielewi bado eh? Sasa mimi nataka nikuonyeshe kama mimi ni mwanamke. Si umenielewa hapo? Nitakachokufanya leo wewe, huyo bwana wako ataenda kusimulia au kwenye mabwana zako au unawatafuta wewe au kwa huyu. Usinyali hivyo nitakuzibua. Unijui sikujui. Ujue kitovu changu mimi kiko wapi? Si umeelewa hapo? Nitakuchakaza. Sio level yako. Wewe nipigie huyu mara mwenzio alafu yeye ndo atajua. Wapi? Yaani wewe, mimi kusafiri wiki moja kwako wewe kuanza kama kunibadilishia wanawake humu ndani. Una akili timamu kweli wewe? Mimi sikutoshelezi. Koma, tena uishie hapo hapo. Nidanganye kwa lolote. Usinidanganye, mimi najua. Wanaume msolizika nyinyi. Sasa nakusubiri hapa. Naomba urudi sasa hivi. Yaani usiporudi utakuta mara yako nimemchakazisha hapa. Yaani utakuta hapa kichwa kule, sikio kule. Unijua vizuri eh? Nakuomba uje. Haraka naomba uje. Wewe usiniangalie. Sogea kule. Soka. Unajua nalipa shilingi ngapi hapa? Unasaidia kulipa kodi hapa? Wewe tena kutaka wewe tani kuna kutaka wewe. Wewe kutaka wewe na usolizika wewe kibabu unataka kufia kwenye viuno vya watu. Nini kinachofanya unaingiza vitu wadogo mundani? Kwa sababu gani lakini unakuwa hivyo? Mwa nini? Yaani mtu wenyewe bwana nimekustiri. Hivi wewe mwanaume gani lakini uliziki? Nikupe nini hadi ulizike? Mwanaume gani usolizika lakini? Shemeji. Vipi tena? Kwanza afadhali hata shemeji ulivyokuja. Yaani rafiki yako mimi kusafiri kidogo tu. Yeye hapa ndani amegeuza kama guest. Anaingiza wanawake, anatoa wanawake. Anaingiza wanawake, anatoa wanawake. Maana yake nini lakini? Tatizo shemeji ungeuliza kwanza. Nitaulizaje shemeji wakati vitu naviona? Nimemkuta kabisa huyu mwanamke amekaa hapa mlangoni anasema anataka kuingia. Huyu ni mkwe wangu. Mkeo na Tetesi. Mke wangu. Kelele. Wewe unasikia kama Tetesi anaenda kuoa? Wewe nyamaza, siongei na wewe. Nitaamini vipi mimi kama mkwe wenu sijui yuko? Nitaamini vipi? Na kama Tetesi kweli ameenda kuoa, mimi nataka mguu wenu mguu wangu. Twende mpaka kwa Tetesi. Nikahakikisha. Twende ili uamini. Na ole wenu. Na kama sio mke wa Tetesi jamani. Tutabadilishana majengo ya serikali. Kama mimi nitaenda jela, nyinyi mtaenda polisi. Polisi sijui wapi huko. Okay.
Wewe mkubwa vipi bwana? Safi bana, kwema? Safi. Bwana kula amekuta. Kula akatoka. Ni lazima jinsi na viatu mulishe. Alikuazima? Jinsi na viatu. Na azimana nguo zangu. Atakuja kunieleza Kulu. Wewe nenda sasa mimi nitamalizana na Kulu. Wewe nenda. Mwanzo kwa. Sio kwa nakuja. Shemeji, naomba uniambie ukweli. Huyu mtu unamjua au hujui? Au ni nani yako? Kwani vipi shemeji? Mimi nimekuuliza swali, naomba unijibu. Huyu unamjua au mjui? Maana yake nimemkuta mlangoni kwangu anasema anataka kuingia ndani kwangu. Ina maana huyu bwana kashaanza kufungua siku zake, anataka muingize na huyu. Sasa hapa jibu la kwako ndio utakalomuokoa huyu. Huyu mimi ni mke wangu. Samahani sana kutokuambia kama nimeenda taka kuoa, lakini mke wangu na alitoka na mjomba wangu kwenda kumtembeza. Na masuala kipumbavu. Nimekaa mtoto anakusubiria na gari huja. Sasa hivi bado inatokea na kupigia simu ushiki. Shida nini ndugu yangu? Nilikuwa kidogo hapa natambulisha mke wangu. Acha masuala kipumbavu bwana. Nyumba kama 4 zimeungua ndugu yangu. Tuwe tukegesa system zote za umeme. Najua ndio hupo kwenye 7 za mwanzo. Ila tuondoke. Sasa mjomba, ushangazi yako yuko ndani? Shangazi kasema anaenda kusuka pamoja anakuja. Shangazi kasema anaenda kusuka anakuja sasa hivi. Kuja sasa hivi. Tuombe sasa vijana ndio best. Mkwe. Abe. Jo. Sasa mkwe, nimekwenda hapa. Mumeo hayupo kaenda kutengeneza umeme. Mke wangu hayupo kaenda kusuka. Sasa leo tuyamalize. Hivi mjomba unajielewa kweli wewe? Tumetoka kunusulika muda sio mrefu hapa. Alafu sasa hizi unaniambia tu unataka tuyamalize. Haya, kwa mfano mume wangu akarudi akanikuta. Licha ya mume wangu, je, shangazi akija akatukuta? Mimi siwezi kuendelea tena na haya mambo. Wale hawaji hapa bila mawasiliano. Hawezi wakaja mawasiliano. Hapa ni nyumbani, watakujaje na mawasiliano? Yaani upepo idaya unavunipiga huu. Alafu mko unanizingua mimi. Ngoja kafanye pango mingine. Vipi tena? Naona unatoka kazini wakati upo kwenye 7. Sio jambo kazi, ndio amenipigia simu ya haraka hapa. Kuna nyumba zinaungua huko tu tukaweke maanimu, system zetu za umeme ndio nimeenda. Tumemaliza na narudi zangu hapa. Nilikuwa sijajua wewe kwanza. Haya, nasikia hapo kimenuka hatari. Kulikoni? Wewe acha. Si unamjua kipengele? Yani mume wako wewe. Faki. Mjomba wako, sema mjomba. Mume wako. Alimchukua nani mke wangu na kumtembeza. Hasa kapitia naye kwa kipengele. Hasa mke wa kipengele akajua kipengele atakuingiza demu mpe kitu kwake amalize. Ndio pale kajua mimi siamini wamekuja mpaka hapa kwa tetesi mke wako. Kilinga ndemu. Mke wangu bwana hivyo. Basi bado kuamini pale kidogo amepoa. Yameisha. Nikajua jambo letu. Wana pressure hivi. Mke wako kaenda wapi?
Kiwango amesoja alifunza kutembea mwenyewe kusipiga daraja. Katoka hapa sema sije. Alifunza kutembea kujua mji. Na mjomba naye katoka. Sikaenda kumwonyesha mtu gani nyumba, kaenda kumwonyesha dalali mjomba. Unajua mjomba dalali mume wako. Na mtu kampigia simu kaenda kumwonyesha nyumba. Ila mbona hujafika sasa? Maana kuna foleni hatari ya kusuka. Nikaona kwanza nitachelewa kurudi nyumbani, muda umeshaenda, watu wengi kufusuka pale yani nikaona niwe kurudi. Hata hivyo nashukuru nimekuta peke yako. Vipi leo tunaeleweka? Naima uchoki. Kwa hiyo unataka tena leo. Wewe tetesi unataka kunipanda kichwani sasa hivi. Kuna mtu anamchoka mpenzi wake. Unajua kwanza ni shangazi sio mpenzi wangu. Wewe koma. Mimi sio shangazi yako. Hapo ndio neno nakukatazaga kila mara. Sitaki. Unajua tumetoka kunusulika kule chooni muda si mrefu tujafumaniwa chooni kule. Sisi si una akili gani? Bado akili zako za kitoto kule. Tushanusulika kule, mambo yale yalishapita. Tunaangalia ya sasa. Kwa hiyo chumbani kwako au chumbani kwangu mimi? Kwako. Twende basi. Nivue shati bwana. Nivue nguo zote. Wewe tena. Kweli 500 safari hii imezalaulika. Sio hela tena. Mbona upo kimya jamani? Tatizo nini? Au bado umenikasirikia kwa ugomvi ule wa muda mfupi? Sio hivyo bwana. Mume wangu, maisha ni kama kioo. Utakapocheka wewe na yeye anacheka. Utakaponuna na yeye ananuna. Kwa hayo ni mapito tu. Alafu kingine mpenzi, unajua nakupenda sana ndio maana naikuenda. Nakupenda sana mume wangu, yani ndio maana na wivu wewe mwenzio. Ni kweli. Lakini mke wangu una friji na gandisha. Kwani unanionaje? Au unaonaje mabarafu yangu? Ninagandisha. Usijali. So kama maake hauwezi kubwatuka kila kitu unabwatuka. Kitu ninachotaka kukuambia iko ndugu yangu ni nyeti. Iko cha siri. Simona siku ile ndugu yangu umekuwa kama na majini. Ile fumanizi ya kweli. Yaani usitake kuniambia kwamba nilichokiona ni kweli. Umeniingizia mule ndani mwanamke. Usipapaike. Umeona yule mtu ambaye alokuja siku ile? Ile familia ilikuwa na yeye. Afu yule hasa yule mke wake. Kwa nakwambia ya mradi friji yako ligandishe ujue. Wale mzigo kivipi ule simkiwa tetesi? Hivyo kabisa. Lakini bwana nakusisitiza tena. Hii tutagombana. Yaani kija kusikia tu tunagombana hivi. Haya makubwa. Sasa baba sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mimi hapa kompresa mwezio mbovu. Zamani tu kama ulikuwa ujui. Hapa mguu mosi, mguu pili. Paka kwa hiyo tetesi nenda kumpelekea. Mimi kukana kitu hapa siwezi ndugu yangu. Yaani siwezi sasa. Shika. Hiyo yako hiyo kwanza sasa hivi sia.
Nini za kutoje vina nini vipele vya kijijini kwanza vile vipele vya mjini. Fadhali hata nimewakuta bwana harusi na bi harusi. Na wasalimu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asante ndugu yangu. Jamani, mwanzo ni compressor langu bovu. Yaani friji lishaharibika. Nataka niamwage. Yaani niamwage na kitu kiko hapa. Wewe tena. Yaani afadhali hata nilipokuta mwanzo na kitu kimekaa hapa. Siwezi kuvumilia. Maana wewe uishiwagi maneno. Sikiliza Tara. Njoo kwa mdogo wangu. Hapo na kitu tunafahamu. Si ndio mmoja jamaa siku ile hapa. Kitu gani? Unaniambia unaweza kufahamu? Tara shoga yangu. Mambo mengine unatakiwa kuwa mvumilivu, si unanielewa eh? Hivyo vitu unavyotaka kuviongelea wewe, mimi navifahamu muda mrefu. Navijua shoga, lakini kuna vitu vingine tunatakiwa tuwe wavumilivu na mafriji yetu yao yanagandisha. Sio kila unachokipata basi ukawa tu unabwabwaja. Si unanielewa shoga yangu? Tuwe wapole kwenye mambo mengine. Sasa ndugu yangu, kama wewe unalijua, mimi tena nina neno ndugu yangu. Sina kitu cha kuongea. Kama unalijua mwenyewe sawa. Nalijua muda tu. Sijataka kuongea na sijataka kumwambia shoga aina yoyote. Nalo hapa shoga yangu. Mimi naondoka zangu. Yako niandishe. Ndo maisha shoga yangu yalivyo. Karibu. Asante. Mbona jukwaa jamani? Kwani vipi? Si unajua tena mambo yetu ya mambo ya upatu hayo. Si kuna mtu huko kamdhulumu hela, si hajampa hela yake, si kitu gani, hata simuelewi unajua mambo yake anayoyaongea. Mkeo. Hela yake ya mchezo, si ni nini, hata simuelewi. Mkwe. Nimepata chaka jipya. Yaani hiyo tufumaniwi, twenzetu. Wapi? Twende. Twende. Fanya haraka bwana. Chapu basi. Wetetesi. Wai basi bwana. Yaani, unapendeza, shangazi. Kwa nini hujui kwamba ndio siku yetu imewadia? Si nilikwambia leo tunatoka. Sasa, mume wangu kaenda wapi? Mbona unaongea masuala ya mume wangu? Wewe unajua kama yupo kwenye kazi zake za udalali? Saizi kuna mtu kampigia simu, si nani anataka chumba huko, na mimi kaona ndo muda wetu saizi wa kutoka. Sasa mke wangu mimi katoka kaenda gengeni, alafu akirudi asiponikuta. Si ndio vizuri kukuta umetoka kuliko akikuta ukiwa nyumbani. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe umependeza. Kwa HD. Kuna unataka nipeke chimbo. Nakupeleka chimbo moja hilo hatari. Huko unajua kuna pilika mara mkaingia mara katoka mara tumebambwa basi lakini huko tukienda tuna relax. Unajua tunatulia. Basi twende. Unajua ni pazuri. Ha? Ala, utapapenda. Kwa tuta enjoy. Unasikia? Chumba chetu ile pale.
Umeliona? Sasa unasikia. Twende kukuambia wewe. Mjomba wangu tendei haki. Twende chumba namba 3 nikutendee haki. Tafurahi. Au sio? Hicho ndio ninachokupendea. Usiweke. Kwangu nilikuwa napita njia. Njia? Nataka nimekuona umeshika kabisa mlango wa guest. Unaingia huko unataka na kuona kabisa kwa macho yangu unataka kuingia huko. Haya huko namo. Kuna rafiki yangu anipigia simu. Anataka chumba. Kwa nini kuja kumuonesha chumba? Na imani hiyo. Sasa nisikilize. Labda nikuulize kitu. Asa ushakuwa dalali wa vyumba vya guest? Ushakuwa dalali wa vyumba vya guest? Yaani jinsi unaona na yeye nyama. Yaani jinsi ninavyokubali na mimi unanikubali. Leo mimi nifanye mambo mengine mke wangu. Mimi naridhika na unachonipa. Sasa niende nje kafute nini mke wangu? Sikilize. Faki umenisahau. Tena naona umenisahau. Unaujua mchichi wangu vizuri sana Wewe mwanaume usinitake mabaya. Nitakufanyia kitu utakuja kushangaa. Si umenielewa? Nisikilize. Muda huu naomba nikukute nyumbani. Nilikuja gengeni hapo. Napiga jicho na kwa unaingia huko nimekubamba. Sasa na ukitoka hapa mguu wa nyumbani. Na nikishatoka nikukute nyumbani. Ila na mimi naenda nyumbani. Chelewa. Sawa mimi. Shangazi, nikwambia kitu. Mungu nisikilize. Mume wako kuna ugane pale nje. Sasa nao kwambiaje? Alichoongea mjomba wako kwamba ni wapi nyumbani. Hicho ndio alicho. Shangazi vipi sikini? Hii issue ni kwamba inashafikia mwisho. Mungu hapendi kufanya haya mambo. Mimi mwenyewe mjomba nimemuona mjomba pale. Isitoshe. Hebu fikiria Naima, Mungu hapendi kwa sababu mjomba wangu mimi namuona kabisa. Una Mungu pekee tunaingia mimi mbona nisingie. Mimi siingii ndani. Alafu stop hapo. Nilishakwambia kitu shangazi sihitaji. Si unanielewa Swala la mjomba wako niachie mimi. Mimi ndo najua kumcontrol mtu. Unanielewa? Alafu kwanza nilikuwa nani bonge la mjanja. Nilikuwa na mtoto wa mjini kumbe mshamba fulani. Yaani wewe unashindwa kutumia ujanja wako wote unaujua wewe. Tukawahi huko ndani check kwa haraka tukarudi zetu nyumbani. Unajiita mjanja, mwenyewe unajiona mjanja kumbe boya fulani tu. Naima naomba nisikilize. Ndio sawa. Mambo tunayofanya mpaka nimekupa mimba. Umeona? Na hiyo mimba tumeshamsikiliza mjomba. Na pale mjomba kaonekana na mwana muangalia mjomba hivi hapa anaondoka. Mimi namuona mimi roho yangu inanisuta kuingia ndani na mjomba wangu kapita pale. Alafu ndio tunafanya mambo ya kijinga. Mimi ndio siingie ndani. Kweli nikwambie tu kweli. Leo siingie ndani. Kitu kingine hapana, mimi siwezi. Ningie tukafanya ushenzi. Alafu mjomba kapita pale. Tukamwambia wewe nyumbani. Hivi ujifikirie Naima. Alafu pale mjomba wangu namuona kabisa mjomba wangu. Baba inatosha. Nenda. Toka. Si uende. Tetesi. Ndio unaondoka kweli? Siku zote. Ukiona ndani.
unanielewa? Sitaki tena. Mara ya pili, mara kwanza umenipeleka kwa rafiki yako, mkiweka tukuta tukanusurika. Mara ya pili tena leo umenipeleka kule guest, nimemwona shangazi. Sitaki tena mjomba. Hiyo mitihani midogo midogo mjomba. Mbona kuna wasi mjomba? Hamna mitihani ya nini mjomba? Sitaki. Unanielewa? Nimesema sitaki, nimewaliza. Na tukiendelea tena, nitamwambia mume wangu. Unanielewa? Labda mimi ni sofaki, faki ni sishindi kitu. Unasemaje? Njoo basi uwani mara moja. Mimi uko nje siji. Njoo uwani mara moja basi. Nimekwambia uko nje siji. Alafu kiendelea kunifuatilia nitamwambia mume wangu. Unaelewa? Ulivyonewa nyumbani ulisema na chumba chako, si ndio? Ndio. Basi naomba tuondoke. Kama umeshindwa kunipeleka kwenye iko chumba chako, nirudishe nyumbani Tanga. Kwani tatizo ni mke wangu? Vitu vinavyoendelea humu ndani mimi nimeshavichoka kwa kweli. Naomba tuondoke. Vitu gani? Nitakuja kukuambia tukifika kwako. Basi haina shida mke wangu, umesikia? Haina shida. Mjomba siko nje hapa. Ndio. Basi sija. Tuwe tukaongea na mjomba, umesikia? Tukaongea na mjomba sote turudi wapi nyumbani kwetu, mimi nisikie. Unaona sisi ndio international dahali. Unauza vitu vya yuzi.
yangu mpaka umeamua kuuza nguo zako? Ama kwa dalili wetu wa kimataifa. Tatizo nini? Tatizo nini? Tatizo umesababisha wewe. Unamaanisha nini? Njoo kwanza. Kuja na yule mkwe yako. Si ndio mwanamke alivyokuta pale? Bado haamini. Mbona? Na ndio maana kisa cha kumtolea kila kitu changu. Akaniambia nisikanyage tena. Kwa ndio maana nimekuja kwako wewe. Mimi hapa nyumbani naishi kwa mkwe wangu na mke wangu. Sasa unapokuja hapo ndio kuniharibia. Okay. Najua leo mimi, kesho wewe. Mimi na hujarudishia langu. Mbona nimesamehe hela yangu? Nilikwambia kama dahali mwenzangu, kuishi kwa mwanamke sio panga chumba. Leo hii mmoja nisikiliza. Sasa hivi yamekutokea. Unaona sasa? Pole basi pole mke wangu basi. Pole. Lakini mke wangu umenigiza maji. Kunywa utulie. Siwezi. Paki siwezi. Mungu wangu. Tuondoke mke wangu. Twende. Twende mke wangu. Ukubwa jalala. Twende mke wangu. Tunachukua maji hapo. Taratibu kwa taratibu. Twende. Taratibu. Twende kwa taratibu. Taratibu. Twende. Wanja madanesi. Jomba. Wanja mbele. Njoo kwanza bwana. Njoo. Shangazi yako naomba njoo. Jomba. Shangazi yako. Tatizo nini mjomba? Mjomba Tesi? Kwa libaya. Naomba kachukue bajaji haraka sana tumpeleke hospitali. Sawa. Unajua sisi watu wa serikali mjomba tuna madaktari wetu na professional wa haraka. Sijui kwanza nimpigie simu daktari kama yuko wapi. Haraka. Sawa. Haraka. Uko wapi? Tena vizuri zaidi kama uko maeneo hapa ya Tandale. Sikiliza, hapa kuna Diamond kwa nyumba tunapajua. Basi nakuomba daktari wangu uje. Nakuomba uje haraka sana. Kuna tatizo. Haraka. Uko maeneo kali basi njoo hapo. Kuna Diamond kwa nyuma tu hapo. Mwambie aje haraka sana. Kazidiwa ushingazi yako huyu. Haraka. Pole mke wangu, pole, anakuja dokta, pole mke wangu, pole. Mke wangu basi, dokta anakuja mke wangu basi. Basi mke wangu basi, mke wangu anakuja dokta basi. Karibu sana. Pole. Karibu.
Mwenye mke ni wewe ama ni wewe? Huyu hapa mimi ni shangazi yangu na huyu hapa ndo mume wake, mjomba wangu. J'espère que huyu ni vukuto. Sema chaleur. Ndio inamjimachia hewa. Kuna mtu amemkwaza na pressure fulani. Kuna mtu amemkwaza. Ndio maana nauliza vimekwaza. Sababu ni pressure ndio imefanya hivi. Inabidi apate upepo. Apate upepo wa wingi sana. Huyo anastahili apate kitu cha kumpepea ili apate upepo. Mama wewe. Unasikia? Inabidi apate upepo kabisa. Hebu fanyeni hivyo. Mjomba! Mjomba! Mchukua unga tumpepee basi. Na baadaye kidogo, baada hata masaa ngapi, mnatenda hiyo pale hospitalini. Tusome ensemble? Sawa. Okay. Nini Messi? Okay, mimi naondoka. Mjomba, mimi namtoa daktari kidogo. Haya. Daktari. Basi, mjomba, basi. Mjomba, basi. Nani? Mama wewe. Ukubwa jalala. Basi, mjomba. Basi, Karibu kaka, hapa ndo nyumbani, karibu sana. Asante. Nasikia umeolewa. Ndio kaka. Kati ya huyu na huyu mume wako yuko wapi? Mume wangu ni huyu hapa. Shemeji. Karibu kae shemeji. Karibu kae kiti hapa. Ngozi. Nataka ujitanga wewe. Mimi kule Tanga nimeenda kumuoa mke wangu, nimetoa mahali milioni 1, nimefanya sherehe pale, watu wote wamesherehekea sherehe ya kutosha. Mwembeni mrudishe nyumbani. Vipi, mmempatia mume mwingine tena? Mwenda shule, akawa nyumbani. Majibu yameshatoka, anatakiwa arudi shule. Kwa anahitajika rudi Tanga. Akaendelea na shule. Baba yako wewe hapo kasema kabisa huyu hapa ni mweka kashamaliza shule. Ni mwanafunzi kivipi si shemeji? Wewe. Rudi nyumbani. Sawa kaka. Kiongozi mmoja kistaarabu, mambo sema. Ndio shemeji. Namhitaji arudi nyumbani. Sawa. Bwana, nitapokuja mara pili, siji kanikuja leo. Nitakuja kitu kingine. Naomba urudi nyumbani. Maana mjomba ameenda Tanga kumuoa mtoto mbichi, kumbe ameenda kumuoa mwanafunzi. Usije kesi na serikali bwana mjomba bwana. Lakini jua tu kama huyu mwanafunzi. Usio kuletea mimavi hapa. Mjomba, umeenda Tanga kuoa mwanamke mbichi kabisa. Lakini huyu mwanamke mjomba ni mwanafunzi umeoa. Pale kesi si kwa mama yake wala sio kwa baba yake. Ile kesi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa basi mjomba, cha kufanya mimi nimepanga huyu mkuu wangu huyu ni watoroshe hapa nikawapangie roji. Maana kule roji kule amtaonekana. Umenielewa mjomba?
Maana ukikaa hapa na yule kakake alikuja atakuja kulianzisha jingine. Loji wanakaa wahalifu. Na kule loji kwa wewe ni kama mhalifu, huwezi kuonekana. Ukikaa kama hapa mwenyekiti wa serikali anakujua, mjumbe anakujua, kwa inakuwa si wanko. Nije nikupigie simu. Tukitoka pamoja watu watauliza mnaenda wapi? Anamtorosha huyu. Sawa mjomba. Nimekuelewa. Lakini wahenga wanasema kila shetani na mbuyu wake. Na tamaa huleta madhara makubwa sana katika ulimwengu. Baba yake huyu mtoto, huyu mwanamke wangu unaomuoa, baba yake alikuwa na tamaa. Sasa sijajua hii kesi ya serikali sawa, lakini itamkumba nani? Mimi au baba yake huyu mke wangu? Sababu mimi sijajua kama ni mwanafunzi kaniambia ameshamaliza shule. Sasa mjomba, mimi hapa sijaelewa. Ila acha swali nilifikirie mjomba. Mbona una mawazo hivyo? Nafikia hata mwenyewe unafahamu kitu gani ninachokiwaza. Mke wangu, unajua kama ni mwanafunzi afu natakuwa nikurudishe nyumbani kwenu. Ili swali linaumiza kichwa sana. Kwa hiyo ndo kinachokufanya uwaze? Yeah. Ila kuna kitu kimoja mjomba wangu ameniambia ambacho ninaona kitanisaidia. Ameniambia kwamba kesi hii kwanza sio kesi ya serikali, sio kesi ya baba yako wala sio kesi ya mama yako. Hii ni kesi ya jamhuri. Na ni kweli ni kesi ya jamhuri, kesi ya serikali. Kwa hiyo kaniambia ataka nitoroshe mimi akanifiche, ila ataka atoke naye kwanza akanipangishie roji. Akitoka na yeye afu baadaye nipigie simu mbele mke wako kwa roji fulani nifuate. Unasemaje wewe? Kwanza wewe uliniambia una chumba chako? Na chumba changu. Sasa nisikilize. Kukaa hapa kwa mjomba wako sitaki na kwenda huko roji sitaki. Ninachotaka tuende kwenye chumba chako. La sivyo. Odi. Nani? Mimi hapa. Faza? Shikamoo. Ma vipi hali? Kama. Umefika? Kaje utapotea mzee bwana? Siwezi kupotea Dar es Salaam kuuliza. Karibu ndani. Weka begi tu kwanza. Weka begi mwanangu tuje kuongea hapa nje. Mzee tuje ndani bwana mzee bwana. Begi ka ndani tuongea hapa nje. Nina shida kubwa sana mwanangu. Ile begi ka ndani. Haya. Hii kazi msiba ni bora tisha. Hamna. Hii kazi. Kazi hiyo. Haya, ukae chini. Unaona dafa ile kupiga simu japiga mzee wangu. Mwanangu, nimekuja huku kijijini hakuna usalama. Shida yule dada yako nilimuuzisha kwa tetesi milioni 1 ametokea Pwani na dada yako kafaulu. Mimi hapa natafutwa kama njaa. Haya matatizo. Sasa nimekuja swala hili moja unisaidie. Unipeleke kwa tetesi. Basi mzee kuna shida. Kwa vile umekuja mwenyewe mimi nitakupeleka.
Kama utafahamu, naomba ujiandae unipeleke nikamchukue mwanangu nimpeleke kule kijijini akasome. Mimi natafutwa kama njaa, polisi wananitafuta mimi usiku na mchana. Na kwa kijijini mimi nimeyama nimekuwa kijiji cha pili. Mzee utanipeleka. Na wewe umekuja leo na kazi na mshikaji zangu nyingi za kufanya. Na kazi leo mzee wangu ujue na mwenishtukiza. Sasa tukifika pale mimi nitakuacha. Mimi babako, usiseme kama na kilanga, mimi babako. Nitosha kuambiwa. Mkubwa anakosea lakini asiseme kama hivi mbele za watu hapo unanitia aibu. Naomba kajiandae unipeleke. Sasa baba, tushafika. Ndio. Nyumbani ndo hapa? Ndo hapa. Ndo hapa nyumbani. Kwa ule kijana ule. Nishakuelewa. Na huyu ndo mjomba wake. Sasa muda umeisha sasa hivi. Nenda ofisini. Sawa. Na shughuli zao za kufanya. Najua mwanangu, najua. Nimekuja kwa heshima tu. Najua mheshimiwa si baba yako umenishimia. Wacha mimi niwahi mzee wangu. Haya. Tapokuwa utasiana. Ukitaka kama ukirudi nyumbani, fungue lango po wazi. Ukifika usijali. Wacha mimi niwahi basi. Haya, wahi baba. Sawa. Karibu bwana. Karibu. Asante. Ndio wakubwa mkae bwana. Mimi sikai. Karibu bwana. Wewe kaa. Wakubwa ndio wanakaa bwana. Na mimi nimetembea sana. Mimi wa jogging. Wewe kaa tu. Kaa tu. Haya, nakaa kwa heshima yako bwana. Pumzika. Kweli? Kweli kabisa pumzika. Kuwa na amani. Relax. Haya bwana. Bana mimi nikuja hapa natoka Tanga. Kijijini huko. Nimekuja hapa mwanangu amfika nileta hapa. Hapa ndo nasikia kwa tetesi. Hapa kwa mjomba wake tetesi. Ndio hivyo, si ndio mjomba mtu? Sasa yule alikuja Tanga kumuoa mwanangu. Na kule kusharibika. Yule alikuja kumuoa mwanafunzi. Na mtihani umetoka kafaulu. Na mimi hapa natafutwa na polisi. Na mimi nimwambia mwanangu afanye chinji niende naye akasome akaende na shule. Kama vipi? Tetesi na mimi wote jela. Hii mjomba uloa hela kuniponza milioni 1. Kwa una shida na tetesi? Kuja kote kwa tetesi. Sawa. Wewe tetesi wewe? Tetesi? Wewe tetesi wewe? Mjomba. Mjomba haraka sana huko. Saa nyingine kwa wana anapika wewe hapo. Za leo. Mkwe. Hapo kwa cha baba mkwe. Hapa nimekuja namtaka mwanangu. Majibu yametoka, anataka kuendelea kusoma. Umenielewa tetesi? Hapa nimekuja hapa unipe mwanangu niondoke naye akasome. Mimi nimemaliza natafuta kama njaa polisi wananitafuta mimi. So mimi pega na wewe pia ule mwanafunzi. Lakini mkwe, mimi nilivyokuja kule Tanga, tulifanya sherehe vizuri. Sijafanya kisiri, tulifanya vizuri kabisa. Kila mtu kule Tanga kashuhudia sherehe ile. Umeona? Sasa leo unaniambia unataka mwanao akasome. Na milioni 1 yangu nilokupa inakuwaje ama hadi ile? Milioni 1. Sisi wazao wa kijijini. Tafuta na wazao wa mjini. Mimi kule nishatumia, nishalimisha mashamba kila kitu. Wewe ukitaka mke. Kuna Bamedi. Kuna kwa Mamposa kila Jumapili wanaenda kuomba. Wanataka chumba. Wapale wamejaa kibao kwa Mamposa. Unaona kwa Mamposa? Tena mafungu. Watakitaka 4 5 unapata kwa Mamposa. Wadichi wako hivi. Chuchu saa 6. Unanengea unijui? Meno kanchwa. Na nataka mwanangu aende shule. Nimemaliza. Mjomba tetesi nilikwambia. Unakuja hapa nyumbani kwangu unajisifia. Unasema mjomba ni mwanamke mbichi. Unaona sasa matokeo yake? Hii sio kesi ya wazazi, kesi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia yeye anasimama. Unaona? Kama Mamposa kwa kibao. Sawa mkwe. Ili swala litaeleweka tu. Mimi ninachokuomba tu tukae chini tuzungumze. Karibu kwanza ndani. Tutakaa chini tuzungumze. Litenda sawa tu. Haina shida.
Mimi nimetoka Tanga. Mimi nimekuja hapa namtaka mwanangu. Mwanangu tu. Sina cha zaidi. Lakini mkwe, yani alipokuja yule. Karibu mama. Asante. Tetesi, samahani na mazungumzo na wewe. Na kikao mara moja hapa. Una shida na Tetesi? Ana kikao kidogo. Hamna baba, usijali, dakika 3 tu zinatosha. Isiwe dakika 10. Azizidi. Azizidi Haya Tetesi nenda. Tetesi. Yes. Kwanza kabla ya yote nitangulie kukupa pole. Pole nini tena? Nasikitika kukwambia kuanzia leo wewe si mfanyakazi tena katika ofisi yetu. Sisi tunatambua kabisa. Na sio kwa maneno tu. Barua yako hii hapa iko kazi. Eti. Umeamua kunifanyia mimi unafiki pale ofisini. Kila mtu pale ofisini atanesco anajua kwa sababu wewe ni mpenzi wangu. Kwa hiyo mimi imekuuma sana mimi kwenda kwa Tanga. Umeamua kunichomea ofisini niachwe kazi, si ndio? Kwa ndo unajua leo. Wewe uliona hapo sahihi sana. Yaani ukaniona mimi sistahili kuwa mke wako, ukafunga safari kutoka hapo kaenda kwa Tanga, si ndio? Ndio ulichokuwa unakitaka. Mimi uliona fala, uliona mshenzi. Ukaamua tu kunichezea zenu ukaniacha. Sasa kuanzia leo kazi kuna baba. Kwa hiyo basi na wewe mke wako wa Tanga na kuanzia leo mimi usinijue. Yaani juani kabisa. Mimi na wewe mkataba umeisha. Fanya maisha yako nifanye maisha yangu. Usinijue na wala sitokujua. Kwa hivyo. Pete. Mama bae. Uwagi ushidako ishaisha kutika kibaya. Njoo baba kumaliza. Twende na mzungumzo. Alikuja kaja vizuri kuaga hata hadi. Ovyo. Ndo alivyo siku hizi. Tetesi. Mbona shika kichwa vipi tena? Kinauma? Jomba. Yaani maisha kama nina gundo vile. Nimefukuzwa kazi. Kazi ya kwako. Mimi namtaka tu mwanangu, namtaka mwanangu, hiyo kazi si hatujui. Baba, mimi nataka tu mwanangu arudi kusoma. Hiyo kazi ataje wewe na ndugu yenu. Lakini Tetesi, haya umeyataka. Ndio. Kilichokufanya uende kuoa kijijini wakati yule ni mwanafunzi kitu gani? Wakati wanawake wa baba hapo. Wanawake wote walioja mjini. Kwa mapusa mafungu. Sasa cha kufanya mchukue mtoto wa watu mrudishe kwa babake aondoke naye. Unamngangania wa nini? Ndio mama, kama mapusa wamejaa kibao wa mafungu, wa kuomba wapo pale. Jamani jamani. Unambeba mchanga si beba udongo. Wanaume. Unakutana wanajua maji wanaoga usiku na mchana. Maji sio upako sio ya nini hata sielewi. Nani mkeo yupo wapi? Sijui mke wangu alipo kwa sababu gani? Mwanao yule wa kiume alipokuja hapa alimtisha sana mtoto wako yule wa kike. Akasema atakuwa urudi nyumbani boss, sijajua mpaka siku yangu yuko wapi. Na nilikaa naye siku moja ndani kwa akaniambia mimi kama mambo ya shule mikurudi mimi sitaki. Na sijui mimi kaenda wapi. Yaani alimtisha mwanao ni sijui. Usitetemeke baba, ongea vizuri. Unaona nini kama gani napigwa starter? Mimi namtaka mwanangu huko Tanga sijui kama nani sijui. Never. Sumulishe namtaka mwanangu. No stop. Nimemaliza kikao. Hayo tumeyataka wewe Tetesi. Kiko wapi sasa hivi? Kazi huna. Mke ndo huyu mwanafunzi. Na sasa hivi haijulikani kwamba ni wapi ameelekea. Na mzazi wake ndo anamtaka. Kwa nini lakini Tetesi? Naima. Naomba uniache, niko na mawazo yangu. Sitaki unibugudhi kabisa. Tetesi. Hayo mawazo yako mimi ndo akuyatoa. Mimi na uwezo wa kutoa mawazo yako. Hebu geuka basi. Jongo. Mjomba. Mambo gani unayofanya? Bahati mbaya tu mjomba. Bahati mbaya tu mjomba. Mambo gani unayofanya? Mjomba, bahati mbaya tu mjomba. Nyie vipi tena? Mbona mnakunjana?
Mambo gani unanifanyia? Wakati mimi namtaka mwanangu. Afanye mchezo wa kuigiza. Mchezo sasa mnaletea. Yaani huyu ni mtoto wa dadangu kabisa, ni mjomba wangu. Naelewa mpo wako Yaani bana kumwambia mpeleke mtoto Tanga, kaudisha mapenzi kwa mke wangu, atembea na mke wangu. Mke wangu kabisa, mtoto wa dadangu huyu. Leo mimi nakujika. Wakufu mpwako wewe. Unamkunja mpwako ili weje. Na upumbavu ule umeanza wewe. Ndio. Siku usimemchukua mke wa mpwako. Umemleta kwangu mimi ili ufanye nayo ushenzi. Nataka mimi nimefukuzwa na mke wangu kwa sababu yako wewe. Shemeji, subiri. Unasema hichi unachokiongea kina uhakika? Ni uhakika kabisa. Kiko wapi Faki? Unamkunja mpwa wako makosa, kumbe ni ya kwako mwenyewe pia. Sikiliza. Kila unachopenda kumfanyia mwenzio na wewe pia hufanyiwa. Sasa leo naomba nitiririke na nilimwage. Toba. Mama yangu. Tiririka matirika. Leo naomba niliongee ukweli na niliweke hadharani. Limwage mama, limwage. Hii mimba unayoiona hapa. Hii mimba sio ya kwako. Tumeloa. Hii mimba ni ya Tetesi.